Luka sura ile ya 5 na mstari wa 36, Yesu anasema, akawaambia na mithali, hakuna akatae kiraka cha vazi jipya na kukitia katika vazi kuukuu, na kama akitia amelikata lile jipya, na kile kiraka cha vazi jipya hakilingani na lile vazi kuukuu. Mawazo makuukuu na maisha ya uovu na maisha ya dhambi tena na kila namna ya uchakavu katika maisha yetu au katika mioyo yetu na fikra zetu, tunatakiwa kuachana navyo, kwa sababu Bwana Yesu ana jambo jipya analotaka kufanya ndani ya moyo wako, moyo wangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yako. Yesu ana jambo jipya. Sasa kama ni jambo jipya, litaendana na mawazo mapya na mtu mpya ambaye ameamua kuendana na vile ambavyo Bwana Yesu anataka. Ukibaki na mambo ya kale na ya zamani na yaliyochakaa ambayo hayampendezi, basi utakuwa uwezi kupokea kilicho kipya kutoka kwa Roho wa Bwana Yesu. Roho wa Bwana ana jambo jipya na wewe na mimi. Basi tafakari kwa upya maisha yako na mwenendo, mitazamo ulio nayo na maamuzi ulio nayo na maisha ulio nayo yavikwe na upya. Ukisoma katika Isaya anasema, msiyakumbuke mambo ya zamani, mambo yaliyopita, tuachane nayo, tuyawaze mapya yaliyo katika upya wa Bwana. Bwana akujaze tafakari njema tena siku ya leo na kuombea kubarikiwa. Bwana Yesu, ninaomba utujalie kwa Roho wako tena tafakari ya kufikiri vema juu ya ukuu wako na uweza wako. Mawazo yetu, nia zetu ziwe mpya katika upya wa nia iliyo katika wewe Kristo Bwana. Mjaze mtoto wako asikiae akasikie katika Roho. Amen. Barikiwa.